Risasi mnaona hapa, hizi risasi hizi zimepigwa hapa usiku zikiwa live. Na sasa swali langu ni kwamba nyinyi mnasikia, mnajua kuna Sunday nililalamika nikasema kuna risasi imepigwa nyumbani kwangu. Jana nilijikaza nikasema hata kama mali inaharibiwa sitafika hapa, kwa vile sijui kama hizi risasi zilikuwa zimewekwa zinilenge mimi mwenyewe wakati wa giza. Lakini nasema mimi hayo yote wamenitendea, hayo yote, hiyo hasara yote ya hii mikono yangu karibu miaka 40 nitawaachia Mwenyezi Mungu. Nitawaachia Mwenyezi Mungu. Naweza kukuwa na nguvu ya kupigana na vigogo, naweza kukuwa na nguvu hiyo, kukosa kuwa na hizo nguvu nyingine, lakini Mwenyezi Mungu ako na nguvu. Na yeye ndiye alinifikisha mahali nimefika nikiwa mtoto ambaye ni mtoto wa single mother ambaye hata hana baba saizi na mama alikufa. Na nikang'ang'ana mpaka mahali nimefika na kulea familia yangu ya watoto wengine 5. Mimi nikiwa mtoto wa kwanza. Kutoka kuuza mandazi mpaka mahali tumefika ni Mwenyezi Mungu. Na atatupeleka mbali hata kutoka hapa. Na kwa hivyo sisi hatuna wasiwasi, tunajua ya kwamba hayo yametendwa. Mumeona mpaka magari hapa, magari ambazo vijana wanafanya kazi nazo, gari ya kuokota takataka, kuna gari zingine za customer ya kuosha. Hiyo gari iko hapo, ni gari hata ya mama. Ilipatikana hapo ya bibi yangu, ndio hiyo mnaona imepigwa hapo ya white, imepigwa kabisa na excavator. Mpaka ikawekelewa gari nyingine. Lakini sio neno, kwa mkono wa Mungu ziko nyingi. Zitakuja zingine kwa vile Mungu ndiye huzipeana. Na niseme kwa ufupi, hapa mpaka mwaka wa 2027 mwezi wa 3 mimi nitakuwa nikilenga kazi. Wenye wanataka kunivuta kwa siasa ndio watafute njia ya kunimaliza, sitaingia kwa siasa. Lakini 2027 mwezi wa 3 nitakuwa kwa hiyo siasa. Na nitatafutana na kiti ya gavana wa kaunti ya Kiambu. Na hiyo kiti ya gavana watu wetu najua wamesema ya kwamba watatubariki nayo kwa vile tumefanya kazi. Wenye wanataka hiyo kiti ya gavana, mtu wakuje kwa uwanja, waacha kutumia nguvu za maofisi za serikali kunigandamiza. Kuna watu wanaingia kwa maofisi ya serikali kusawishi wenye wako huko waje ndio waniharibie, na wakuje ndio wanibomolee, na hata wanitafutie njia za maisha yangu kunimalizia maisha. Nasema washindwe kabisa, na Mungu wako na sisi. Ama namna gani jameni? So tumekamilisha. I want to say gentlemen and ladies wenye wamekuwa hapa, because I know most people are watching, the others who may want to see. This is an act of cowardice. Kwa vile mimi I am non-political.